Okay, sasa haya ni mafunzo ya namna yaweze kutumia akaunti yako ya BitaBuy Market. Baada ya kuwa umejiunga na umeshalipia, akaunti yako ikiwa tayari, utakuwa na uwezo wa kulogin kwenye akaunti yako kama ifuatavyo. Utatumiwa linki kama hii hapa, utaambiwa ili kuingia kwenye akaunti yako, unagusa hiyo linki, utajaza username, password, uliyojisajilia, utagusa login. Kwa hiyo utagusa hii linki hapa uliotumiwa, hii hapa. Utagusa hiyo linki. Baada ya kugusa hiyo linki itakupeleka sehemu ya kujaza taarifa zako. Kwa mfano kama nitagusa hapo, moja kwa moja itanipeleka hapa. Hapa kwenye username nitaweka username yangu ambayo nilitumia wakati wa kujisajili. Kwenye password pia nitaweka password ambayo nilitumia wakati wa kujisajili. Alafu nitagusa sign in. Nitagusa sign in. Moja kwa moja unaweza kuona account imefunguka. Hiyo ni namna ambayo unaweza ukaitumia kuingia kwenye account yako. Sasa ukishaingia kwenye account yako, kitu cha msingi ni kwamba kuna sehemu ambayo utakuwa unaikiwa maelekezo ya kila siku. Kwamba kwa siku hiyo kitu gani kinaendelea kwenye platform. Mfano hapa. Hapa ndo sehemu ambayo unaikiwa maelekezo kwamba kwenye platform hiyo siku ni kitu gani kinafanyika. Kwa mfano kama leo hapa, kitu ambacho kinafanyika kwenye platform ni hapa kwenye kujibu maswali. Hapo umeambiwa maswali hapo tayari hapa. Kwa ina maana hiyo ndio kitu ambacho kinafanyika. Kwa hiyo kwenye platform ni kazi ya kujibu maswali ndio ambayo inafanyika. Kwa hiyo ukiwa unaingia kwenye account yako, unatembelea account yako mara kwa mara, utakuwa unajua kitu gani kinafuata. Lakini pia kitu ambacho unatakiwa ufahamu ni kwamba hivi vitu vinafuata ratiba. Wana ratiba maalum ya hivi vitu. Unaweza kuiona ratiba hapo pembeni. Hiyo ni ratiba ya vitu vyote ambavyo vinafanyika BitaBuy Market. Kwa kila kitu kina siku yake. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu kingine sasa, ukija tena hapa sasa, kuna sehemu hapa kumeandikwa total earning hii hapa. Hiyo inaonyesha ni jumla ya kiasi gani ambacho umekiingiza hapa BitaBuy Market. Lakini kuna sehemu imeandikwa expenses. Expenses hapa inaonyesha ni kiasi gani ile pesa ambayo ulitumia kujiunga ndio inakaa hapa kwenye expenses. Alafu kuna sehemu hapa imeandikwa profit. Hii profit ni pesa ambayo umeingiza, jumla ya pesa ambayo umeingiza. Kwa hiyo hii profit haina tofauti na total earning, ni kitu kile kile. Kwa hiyo inakaa hapo. Kwa hiyo profit na total earning ni kitu kile kile. Nadhani hapo umenielewa vizuri. Lakini welcome bonus utaona imeandikwa hapa kwa sababu tunaambiwa ukijiunga BitaBuy Market utapata karibu bonus. Utaiona iko hapo. Yeah. Kitu kingine hapa kwenye balance utaona pesa ambayo iko kwenye balance kwa muda huo. Yeah. Hii balance inaongezeka kwa unapojiunga tu utaangalia karibu video. Ukiangalia karibu video utaona hapa imeongezeka 300. Kwa hiyo 300 ni ya kuangalia karibu video. Alafu baada ya hapo ukiwa unashirikisha watu, hiyo faida unaoipata ndio inakaa hapa. Yeah. Kitu kingine ukiendelea kushuka chini utaona hii sehemu imeandikwa withdraw. Withdraw hapa inakaa pesa ambayo umetoa. Kwa mfano kama BitaBuy Market pesa ambayo umeshatoa na ukaipokea inakaa hapa. Kwa hiyo unaweza kuona screenshot kama hizo za pesa ambazo zimetolewa. Ni hii yote kwamba nikitoa 20,000 itahesabiwa hapa. Nikitoa 20,000 nyingine itahesabiwa hapa, itakuwa 40,000. Kwa hiyo hapa inakaa pesa ambayo umetoa. Lakini kwenye hapa kwenye add click hapa inakaa pesa ambayo unaingiza kwa kupitia kile kipengele cha kulike matangazo hapa. Kipengele cha kulike matangazo pesa yake inakaa hapa. Alafu ukishuka tena chini zaidi kuna trivia. Hii kipengele cha trivia hapa inakaa pesa ambayo unaipata. Trivia hapa imeandikwa trivia quiz hapa. Hii hapa inakaa pesa ambayo unaipata kwa kujibu maswali. Kuna kipengele cha kujibu maswali. Kwa mfano kama leo ilikuwa ni kujibu maswali. Kwa faida ambayo unaingiza kupitia kujibu maswali inakuwa inaandikwa hapa. Hapa chini inakaa YouTube video. Faida ambayo unaingiza kupitia YouTube video pia inakuwa inakaa hapo. Yeah, nadhani unaelewa vizuri kabisa. Tukishuka hapa ni TikTok video. Faida ambayo unaingiza kupitia TikTok pia na yenyewe inakuwa inakaa hapa. Hapo ni faida ambayo unaingiza kupitia TikTok. Ukishuka tena chini zaidi hapa ni Facebook. Hapo ni faida ambayo unaingiza kupitia Facebook hapa. Faida ambayo pesa ambayo unaingiza kupitia Facebook. Kushuka tena chini zaidi ni unaona pameandikwa WhatsApp status. Hii ni faida ambayo unaipitia kupitia WhatsApp status ambacho ni kipengele cha kutangaza matangazo ya kampuni. Nadhani unaelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo hizo pesa ndo zinakaa katika hivyo vipengele vyake. Sasa ukishuka chini huku utaona pameandikwa your active referrals. Active referrals maana yake ni watu ambao umewashirikisha wewe kama wewe. Kwa mimi kwa mfano hapo kwenye hii account imeshirikisha watu 25. Kwa hapo unaona imeandikwa 25. Maana kila mtu ambaye namshirikisha ni 7,000. Kwa hiyo ukichukua 25 ukazidisha na shilingi 7,000 utajua nimeingiza shilingi ngapi ya kupitia kushirikisha watu hapo kwa level 1 ambao nimewashirikisha mimi kama mimi. Lakini hapa mwisho hapa inakaa link yako. Hii ndio sehemu ambayo inakaa link yako. Ambao link yako ukitaka kuipata unagusa hii sehemu iliyoandikwa copy hapa. Unagusa hiyo sehemu iliyoandikwa copy. Kwa kugusa sehemu iliyoandikwa copy mara moja utaona imekuandikia copied kwamba link yako umeshaicopy. Kiasi cha kwamba unaweza kwenda kumtumia mtu aliyekuunga ili aweze kukusaidia kukuwekea maelekezo na namna nyingine. Sasa namna ya kwenda kumtumia mtu aliyekuunga unafanya hivi, unaenda kwenye WhatsApp. Unakuja kwenye WhatsApp kama hapa hivi. Unakuja kwenye uwanja wa message hapa ilipoandikwa message. Hapa kwenye palipoandikwa message unaona hapo kuna kamstari kama kanacheza cheza haka hapa haka.
Sasa hapo siwezi nikaonyesha, lakini kuna kamstari kanacheza cheza. Sasa kama kamstari ambao kanacheza cheza, hapo ndo sehemu ambayo unaenda kupaste ile link uliyocopy kule. Kwa hiyo unagusa hapo, unashikilia mara kadhaa, itatokea neno paste. Baada ya kutokea neno paste, utagusa ile neno paste hapo. Utagusa paste, hiyo link itajiandika hapo. Kwa hiyo unakuja unatuma send, unamtumia mtu aliyekuunga. Kwa hiyo ndo namna ambayo unaweza ukapata link yako. Nadhani umenielewa vizuri. Kwa pale chini pale ni sehemu ambayo unapata link yako hapa chini. Ukitaka kushare hiyo link Facebook, kuna sehemu imeandikwa Facebook, kuna Twitter, kuna WhatsApp. Kwa hizo ni sehemu ambazo unaweza ukashare link yako. Kumbuka hii link yako hii ndio biashara yako, ndio link ambayo unaweza ukaitumia kushirikisha watu. Sasa nadhani hapo umeelewa vizuri namna ukiingia kwenye dashboard yako utakuwa unaelewa vizuri kwamba inakuwa inamaanisha nini. Sasa sehemu nyingine ambayo unaweza ukaingia ukajifunza ni hapa kwenye hapa hivi. Kwenye hapo ndo kwenye menu. Menu. Hiyo ndo menu yenyewe ambayo unaweza kupata vitu mbalimbali. Ukigusa hapo kwenye menu utakutana na home. Home maana yake ukigusa home inakurudisha huku ulipokuwa mwanzoni. Inakurudisha. Utaona inapokurudisha hapo. Itakurudisha hapo. Umeona? Itakurudisha huku. Nimegusa home. Nikirudi, kipengele kinachofuata hapo kimeandikwa cash out. Cash out ukigusa mara moja, hii ndo sehemu ya kutolea pesa ambao watu wengi wanachanganya. Ukitaka kutoa pesa ya main balance, ambao kumbuka pesa ya main balance unaipata kwa kushirikisha watu. Kwa hiyo pesa main balance sasa ndio unaona wamekuandikia hapa kwa kiwango cha chini cha kutoa kwenye main balance ni kiwango cha shilingi 14,000 wamekuandikia hapa. Kiwango cha chini cha kutoa ni 14,000 wamekuandikia hapo. Lakini pia hapa kuna namba yako ya simu ambayo utapokea hiyo hela, ambayo ni namba ambayo ulitumia kujisajili. Hapo unaweka kiwango ambacho unataka kutoa, afu unagusa withdraw hapa unatoa. Kwa hiyo ndio namna ya kutoa pesa. Lakini sasa kwenye kutoa pesa kila kipengele kinajitegemea. Kuna watu wengi wanachanganya. Kwa mfano hapa nataka nitoe kwenye main. Nikiingia labda nataka nitoe kwenye kipengele kingine. Kwa kwenye kutoa pesa kila kipengele kinajitegemea. Na usiseme eti kwa sababu profit ipo nyingi basi nataka nitoe profit. Ama unatoa pesa kwenye kila kipengele ambacho unataka kutoa wewe pesa. Kwa mfano kama hapa naweza nikaselect hapo niingie kwenye kipengele kingine. Kwa mfano naweza nikaingia kwenye YouTube. Kwenye YouTube unaona hapo naandikiwa hapo nina shilingi 2,300. Lakini kiwango cha chini cha kutoa YouTube ni shilingi ngapi? Ni 85. Kwa bado sijafikia kiwango. Kwa kila kipengele kinajitegemea. Kwa mfano nikiingia kwenye kipengele kingine hapa, labda nikiingia kwenye kipengele cha add click. Umeona hapo na yenyewe ni 85. Kwa kila kipengele ukitaka kujua kiwango cha chini cha kutoa kwenye hicho kipengele, angalia hapa chini hapa. Hapo utaona kiwango cha chini cha kutoa ni shilingi ngapi. Na ndio maana mara nyingi tunashauri kwamba tufocus na main. Tufocus na hii njia ya main balance kwa sababu hii ndio njia pekee ambayo kipengele cha kiwango cha chini cha kutoa ni kidogo sana. Umeona minimum kiwango cha chini cha kutoa ni 14,000 tu. Kwa hiyo ndio hiyo hata unaona watu wanatoa mara kwa mara. Kwa hiyo iko hapo. Kwa hiyo hapo ni kwenye kutoa hela. Nadhani umeelewa vizuri. Lakini kwenye kutoa hela hapo sitaki kuacha kitu. Kitu kingine kwenye kutoa hela, ukiingia hapa kwenye withdraw history hapa chini hapa. Ukiingia kwenye withdraw history, ukigusa mara moja kwenye withdraw history, ukigusa mara moja, hii inaonyesha pesa ambazo ulishazitoa na ukazipokea. Kwa mfano kama hii account inaonyesha kwamba huyu mtu akashatoa 17,000, akatoa 29,000, akatoa 15, akatoa 23, akatoa 83, akatoa 19, akatoa 21, akatoa 18. Hiyo inaonyesha pesa zote alizozitoa na tarehe ngapi alitoa. Kwa hiyo tarehe mwisho kutoa ile ni tarehe 5 mwezi wa 10 2025. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu ambayo inakuonyesha withdraw history, pesa ambazo umezitoa wewe. Leo unanielewa vizuri kabisa. Sasa baada ya cash out tunakuja sehemu imeandikwa weekly challenge. Weekly challenge hii ni sehemu ambayo unakuwa kama kuna mashindano. Ina maana hapa kuna mtu labda ameongoza ndani ya hiyo wiki. Yaani kuna mtu ambaye amefanya vizuri. Hapa wanaangalia wale ambao wanashirikisha watu ndani ya wiki, ambaye anaongoza kwa kushirikisha watu anakuwa analipwa. Kwa mfano mtu ambaye ameongoza wa kwanza analipwa shilingi 15,000, ambaye ameongoza kwa kushirikisha watu kwa wiki. Kwa mfano kama hapa kuna mtu ndani ya wiki hii mpaka sasa hivi ameshirikisha watu 43, kwa maana yeye ndo anaongoza. Wa pili hapa analipwa 10,000, wa tatu analipwa shilingi 5,000. Haya maelekezo yako yameandikwa hapa. Kwa na wewe ukaingia kwenye kinyang'anyiro hiki ukaona unaweza kushirikisha watu mpaka ukashika nafasi ya kwanza, basi utakuwa unalipwa hizi pesa hapo. Kama utakuwa mfanikiwa kushika nafasi ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu, kuna hela utalipwa hapo. Nadhani hapo umenielewa vizuri. Kwa hiyo ndio kwenye weekly challenge. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni watu wanalipwa kwa kufanya hizo challenge. Kija hapa kwenye welcome bonus kuna video nishaielezea, unaweza kupitia ukaona. My team kuna video nishaelezea, unaweza kupitia ukaona. Kwenye buy goods, hizi ni bidhaa ambazo unazinunua, unazitangaza, kipatikana mteja basi malipo 10% ni faida kwako. Kwa hapa mtandao wangu uko vizuri. Kwa hapa ungeona wame display bidhaa mbalimbali ambazo hizi bidhaa ukifanikiwa kupata mteja akainunua hii bidhaa, faida yako ni 10% ya bei ya hiyo bidhaa. Kwa hiyo unaitangaza, kipatikana mteja, unawasiliana na uongozi unakusaidia kwenye bidhaa hiyo itauzwa, faida inayopatikana 10% ni ya kwako. Baada ya hapo kwenye kuinvite friend, sasa ni sehemu ya kupata tena link yako kama tu kule chini. Kwa hiyo hapa hakuna jipya. Karibu video, hii ni video ambayo unaitazama kama mgeni. Unapojiunga tu hakikisha unaenda kutazama hii video. Unaitazama kuanzia mwanzo. Sasa hii ndio account yako ya BitoBuy Market. Sasa baada ya hapo uta login katika account.
Unaitazama hii video kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii video pia itakufundisha namna ya kutumia akaunti yako. Hiyo ni karibu video. Kwa baada ya hapo kuna hizi vingine hizi ambavyo nimeshavielezeaga hivi. Hivi ni njia za kuingiza pesa sasa. Kwa mfano kama TikTok utaangalia video za TikTok utajiingizia pesa, lakini kwa kufuata ratiba. Facebook utaangalia video za Facebook utajiingizia pesa, YouTube utaangalia video za YouTube utajiingizia pesa, AdScript utaangalia video za utalike matangazo utajiingizia pesa, question utajibu maswali utajiingizia pesa, WhatsApp upload utatangaza matangazo utajiingizia pesa. Yeah. Na vipengele vingine viko, kuna video nimeelezea hivi vipengele. Kwa hiyo unaweza kupitia kwenye channel yangu kaangalia video ambayo nimeelezea hivi vipengele hapa. Kwa hiyo kiufupi hiyo ndo namna ya kutumia akaunti yako. Kama kuna sehemu inakutatiza, nadhani hakuna sehemu ambayo haijaelezewa kwenye hii channel. Yaani lazima kila kipengele hapa ninachoongelea kuna video ambayo imekielezea hicho kipengele vizuri kabisa. Kitu kingine cha mwisho kama bonus nitakuelekeza namna ya fanya akaunti yako kuwa kama application. Achana na hizo application ambazo mnazidownload huko ambazo ni za kitapeli. Hii account unaweza kuifanya ikawa kama app. Unachokifanya sasa unaingia hapa. Unaingia hapa. Yaani umeona huo mshale huo, unagusa hapo. Unagusa hapo kwenye hiyo mistari mitatu na moja. Alafu ingia hii sehemu iliyoandikwa add to home screen hapa. Add to home screen. Hii sehemu imeandikwa add to home screen hapa. Gusa hapo add to home screen itakuletea hivyo, alafu gusa neno add. Moja kwa moja gusa tena neno add tena, alafu rudi kwenye dashboard yako utaikuta hii hapa. Kwa hiyo inakuwa ni kama app, unaweza ukaitumia kuingia. Yeah, kwa hiyo lakini kushauri unapoingia kwenye hizi site hakikisha unatumia application ya Chrome ambayo ni hii hapa hii. Hii hapa. Kisha unatumia hii application ya Chrome. Hakikisha hiyo ndio itakusaidia kuweza kusave hivyo password na vitu vingine. Kwa mpaka kufikia hapo sina la ziada. Kitu cha msingi cha kuzingatia ni kwamba profit au total earning ni jumla ya pesa zote muunganiko wa huku. Unapotoa pesa hii profit hapa haipungui. Yaani hii hapa haipungui. Na unapotoa pesa hii hapa haipungui, hii haipungui. Unapotoa pesa inayopungua ni hapa, au kama umetoa kwenye kipengele husika ndio inapungua. Hii inakaa kama record tu kwamba ni kiasi gani umefanikiwa kuingiza, lakini huko hapapungui, inapungua kwenye akaunti zake hizi. Hizi akaunti huko ndio inakuwa inapungua. Kuhusu welcome bonus naishaielezea, kuna video nenda kaangalia kama hauelewi kuhusu welcome bonus. Yeah. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani kila kitu unaweza kuwa unajua namna kutumia akaunti yako na kuweka kama home screen, inakuwa haina shida. Kwa hiyo usisahau kusubscribe hii channel, like, comment na share video hii ili watu wengi waweze kujifunza namna ya kutumia akaunti zao hizi za BitaBuy Market. Kwa maelekezo zaidi kama nimekuunga mimi na haupo kwenye grupu langu, hakikisha unakuja WhatsApp unifunge kwenye grupu langu ili uweze kupata mafunzo zaidi. Okay, we are out. Ni Mentor Satetemo hapa. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video hii.